lakini hapa si salama. Wala kabla simu sio poa, inatubana. Mimi ndio chumbani. Mtoto, unataka kunyoa nini? Twende bana. Sawa. Shemeji, nimetikia wito wako na sijui ni jambo gani limefanya uniite. Niko hapa na kusikiliza. Nashukuru sana shemeji kwa uitikio wako. Na nashukuru pia kwa kunipa muda na kunisikiliza pia. Kuna jambo linaniumiza sana shemeji yangu. Ni kitu gani hicho shemeji yangu? Nakosa amani. Na swala linaloniumiza ni kati ya rafiki yangu ambaye ni mke wako wewe na mume wangu. Kuna nini labda? Watu wanatusaliti. Wanatusaliti? Mapenzi ni sukari, pale napopenda ukapendwa, nageuka shubiri, ukipenda usipopendwa. Aya. Safi. Nimeenjoy sana tena sana. Hata mimi pia. Kumbe wewe ni mtamu kiasi hicho. I see. Najuta kwa nini wewe kuoa. Eti ningekutana na wewe hapo mara kwanza, ningekuoa wewe. Kweli? Kama ingekuwa sijawahi kuolewa, labda hata ningekuchagua wewe. Sasa hapa utanifanya hiyo na wivu. Kwa nini? Tukiwa tunaongea mara mume wako amekuja, kakata simu, utaanza kujisikia wivu. Sio kwa vitu hivi. Sema mama wewe ni fundi. Asante kwa penzi lako. Nimeenjoy. Kweli? Yeah. Ndio shemeji. Yaani unamaanisha kuwa labda mke wangu mimi anatoka na mtu au mpenzi wako wewe anatoka na mtu mwingine, ama unamaanisha nini? Shemeji, huo ndio ukweli. Najua huwezi kuniamini, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Naomba nikwambie kitu kimoja shemeji. Kitu ambacho inatakiwa ujue. Kitu cha kwanza, nampenda mke wangu. Na kitu cha pili, namwamini sana mke wangu. Na hizo habari zako unazoniletea, sidhani kama zitaingia kichwani kwangu. Ukome. Na sihitaji kunichanganya na mambo mengi sana kunichanganya. Hiyo mwanzo na mwisho kuniletea upuzi wako. Sijui kama unanielewa. Na kama utakuwa na mambo ya msingi ya kuniita tukaongea, basi niite, tukae tuzungumze. Lakini kama ni huo upumbavu wako, sitaji kabisa kusikia. Sawa eh? Sasa shemeji yangu, kuna kitu kingine nilikuwa nataka nikwambie. Shida gani tena?
Sema ni kitu gani hicho? Yaani mimi tu niliwaza hivi, kwa kuwa hawa wenyewe wanatusaliti, kwa nini na sisi tusifanye hivyo? Kwani shemeji yangu nione nilivyo mwanamke mzuri? Hivi una akili wewe? Zinachaji kweli? Sawa, kama unavyosema kwamba wewe ni mzuri, kwa muonekano unaonekana ni mzuri, ndio sikatai, lakini usifikirie kila mmoja anaweza kuadaika na uzuri wako wewe, na kila mmoja anaweza kaupenda uzuri wako wewe. Na labda nikwambie kitu kimoja, iwe mwanzo na mwisho, na sitaki mazoea na wewe. Nitaongea pia na mke wangu akate mazoea na wewe. Tumeelewana? Yanauma, yanauma, yanauma mapenzi, yanauma, yanauma, moyo unaniuma, nihurumie, yanauma, 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 yanauma mapenzi, yanauma, yanauma, yanauma kishenzi. Barabara baridi, machozi kimya kimya, binti mdogo anapigana na dunia, mkono wake ameshika kaka kipofu, wanatembea gizani wakitafuta mwanga. Jana upepo ni marafiki wa dhiki, lakini moyo wake hujawahi kukata tamaa. Kila hatua ni vita ya maisha, lakini anaamini kesho itabadilika. Binti Choko. Halima, Ambeka, unajua kupika? Hivi hiki chakula umepika wewe leo? ndio kaka. Wewe ni fundi. Inabidi ukuwa mkubwa ukasomea mapishi kabisa. Umenikosha. Asante kaka. Kaka kwa nakula wewe nakula vizuri. Unajua papa? Wali ni mtamu. Lakini katikati ya giza na huzuni, binti bado anasimama imara. Mama. Mama. Be. Mama, jana nilipotoka gengeni, hela yangu niliweka hapo mezani lakini leo sijaiona. Unajua mimi mnanichosha. Kila siku mimi nasema msiweke hela sehemu ambako baba yenu anaziona. Ila nyie nishawaambia ni sikio la kufa. Kama hiyo hela haipo, baba yenu atakuwa amechukua. Na tena katoka bila hata kuaga. Kanipita hapa hata hajaniongelesha chochote. Inawezekana alikuwa anakimbia kwa sababu ya hiyo hela arobeba. Mama, mimi nataka hela yangu. Sitaki kujua kachukua baba au kachukua nani. Mwanangu wepi? Ngoja baba yako aje, umuombe hiyo pesa. Unajua mimi naumwa. Niondolee kelele. Subiria yeye akija. Barabara baridi, machozi kimya kimya, binti mdogo anapigana na dunia, mkono wake ameshika kaka kipofu, wanatembea gizani wakitafuta mwanga. Jana upepo ni marafiki wa dhiki, lakini moyo wake hujawahi kukata tamaa.
Mama. Be mwanangu. Na maongezi na wewe kidogo. Niambie. Kwa hiyo unanishabu mpulilize mae. Hai nikuulize. Hivi mama. Kwa nini unapenda kuniibisha? Yaani kweli wewe unakutembea na vijana wadogo? Yaani mama yake kitamu magezi gani kweli? Vijana wadogo? Yupi tena huyu? Yule kijana sirikangu kabisa yani unatembea naye. Kwa nini mama? Yule ni mume wangu mimi, alafu pia ni baba yako. Mama, hata kama yaani mama anakosea mno. Nikosea anga. Mama. Mtu kwa kukosea. Ukisho mtakukosoe. Mimi kusikiliza na kusikiliza, lakini sio unipangie maisha. Mimi ni mama yako, wewe ni mtoto wangu. Kwa hiyo huwezi ukanipangia maisha wewe kama nani? Kwa hiyo mama. Kwa sababu yule chokopai wako. We, tena ukome. Yule ni mume wangu, afu ni baba yako pia. Koma kabisa wewe. Tatizo la mama. Tukwenda wale kizibo. Mimi nakusikiliza tu vizuri. Ila ndo uongee vitu vya msingi. Mimi ni mama yako. Mama. Tambua mimi ni mwanao kumzaa tumboni. Najua wewe ni mtoto wangu, siwezi nikakukataa. Ila uwezi ukanipangia maisha wewe. Wewe ni nani? Hata kama mama, kwa hiyo mpulilize ngambe. Nikuuliliza. Ila uwezi ukanipangia maisha mimi. Wewe kama umechoka kukaa humu ndani, kajitafutie baba. Hapa ni kwangu, uwezi ukanipangia. Uwezi ukanichagulia maisha wewe. Ni adabu gani hiyo? Wewe ni mume wako sasa mama nikwambia. Lakini mimi na Misilina sio baba yetu. Ni baba yenu. Na kwenye familia tumtambui. Mtamtambua tu. Ndio maana nikakwambia hivi, kama umeshindwa kukaa hapa kwangu, kajitafutie huko. Basi sawa mama, kama umeamua hivyo sawa. Haina shida. Sawa. Ila wewe ni mtoto wangu na utabaki kuwa mtoto wangu. Ndani ya nyumba nyingine kuna vilio. Mapenzi yamegeuka majeraha. Ahadi za ndoa zimevunjika. Usaliti umeacha mioyo imechoka. Lakini katikati ya giza na huzuni, binti bado anasimama. Aya. Shemeji, najua uwezi kujibu, lakini ndivyo ilivyo. Yanauma mapenzi, yanauma. Moyo unaniuma, nihurumie, yanauma. Yanauma mapenzi, yanauma. Vipi? Mbona mpaka sasa hivi kama hivyo? Unaona kitu gani? Sisi ndio inauma. Hapo hakuna kitu kinachoendelea. Unajua habari usinichanganye. Huko unakotoka umekuja na nini hapa cha kupika sasa hivi? Sina chochote. Sasa niende mtaani nikaibe. Baba, nimerudi. Haya, umerudi mikono mitupu. Chupa ziko wapi? Nimeona vipi vyombo nikaviacha huko. Unajua nyinyi mnaniuzi. Wewe ni mvivu kuosha vyombo, ni mvivu kufanya usafi. Ninachokitaka kesho asubuhi hivyo vyombo uende ukaoshe. Siendi kukoshea vyombo, na hisi umeshazoea tabia yako. Aya, nenda huko usinichoshe. Aya, na wewe subiri nipike ukae ule. Ushazoea kula bure. Endelea kukaa hivyo hivyo. Acha kutafuta kazi, ushakuwa mtu mzima. Lakini njaa inauma. Ndio nishasema, naenda mimi nitolee giza hapo. Moyo wa chuma ndani ya maumivu. Chokora anapigana hata dunia ikimkataa. Chokora machozi yake ni hadithi ya maisha. Chokora siku moja
Mbona unaondoka hujaniachia hata kodi ya meza? Mke wangu, hata usiwaze. Wewe wajibu unaujua. Jana nilipita pale kwa Mangi, kwa hiyo niliacha kila kitu. Kwa hiyo utaenda pale utachukua mahitaji yote unayohitaji wewe. Alafu kingine nimeacha silver. Kwa hiyo utazitumia kwa mahitaji unayohitaji wewe, sawa? Sawa, lakini Kwanza siku hizi umekuwa na safari za hapa na hapa. Huwezi kukaa nyumbani ukatulia. Shida nini? Mke wangu, nakuheshimu sana. Sawa? Sitaki kuongea kwa vitendo. Naomba nipishe niondoke. Yaani sasa hivi usiponiambia ni wapi unaenda, mimi hapa mlangoni sipishi. Umeanza kubishana na mimi eti? Mimi sibishi. Sogea huko. Wewe. Kabisa. Medi. Wewe. Nakuzibua. Yanauma mapenzi, yanauma. Moyo unaniuma, nihurumie, yanauma. Yanauma mapenzi, yanauma. Yanauma kishenzi. Shemeji. Naam, unajua kuna kitu kinanichanganya sana. Hizi siku 2-3 hizi biashara imekuwa ni ngumu, alafu mauzo yamepungua sana. Sijui hata ni kwa nini. Sasa unajua huu mwezi mtukufu wa Ramadhani na walezi sasa hivi watu wamefunga. Kwa lazima biashara iwe ngumu. Inaweza kuwa sababu. Kwa ukiangalia sasa hivi mifungo imeingiliana. Kwa kidogo. Lazima mauzo yapungue. Hivi shemeji, samani, nataka nikuulize. Bila samani shemeji yangu. Kwa hiyo umri wako jinsi ulivyo, ulikuwa unaishi na mama yako mzazi. Alafu na wewe mama yako anatoka na vijana. Utachukua hatua gani? Yaani shemeji yangu anatoka nao yaani kimapenzi. Kimapenzi. Na sio kwamba ni labda ni wa baba wakubwa. No, ni tangu mimi. Yaani Albert, niseme kwamba kitu kimoja. Wamama wanaofanya hiyo tabia kiujumla hawapo sahihi. Ukienda makanisani, msikitini, hivyo vitu vinakatazwa na vinakemewa vikali mno. Na ukienda hata katika sheria yetu sisi ya Tanzania vinakataza. Yaani mwanamke mkubwa kutoka na kijana mdogo ni kosa kisheria, na watu wa hivyo wakikamatwa ni lazima wao wanachukuliwa hatua, wanafungwa vilivyo, kwa sababu yule ni kijana mdogo, unamlaghai. Ukienda katika sheria wanasema umembaka. Kwa hiyo sifikiri kama hiyo huwa ni nzuri sana. Wamama wenye tabia hivyo nahisi kama hauko sahihi na pia waache. Na ingekuwa ni mimi mamangu, cha kwanza kabisa ningekaa naye chini nikamwelezea achane na hiyo tabia. Na kama asingenisikia zaidi, nahisi ningechukua hatua kwenda mbali kabisa. Nikae naye mbali ili nisimuone, kwa sababu inauma, inaumiza. Ukiangalia kijana mdogo sana uende kumuita baba, hivi kweli hiyo inaingia akilini? No. Inaelimisha jamii kweli hiyo? Haifai. Basi sio kweli. Vipi lakini mbona umeniuliza swali la hilo? Hamna. Labda kuna rafiki yangu mmoja bwana anapitia na hiyo changamoto. Mamake mzazi na maanisha anatoka na vijana wadogo. Wamekuja kwangu kuniomba ushauri. Mimi nilikosa nini, nimeshika ufupi, nimeshindwa nimshauri. Na swali kwa gumu kwangu kwa upande wangu. Rafiki yako? Ndo anapitia hiyo changamoto. Basi inabidi ukae naye chini rafiki yako. Uongee naye, umueleze. Kama atapata muda kuongea na mzazi wake. Kama mzazi wake ni msikivu,
anaweza kaachana na hivyo vitu. Sasa mtamkalisha ni sawa. Ongea na ya mimi mzazi wake maana inauma sana majira. Mimi natoka kidogo. Ukiangalia pale kwenye tray mayai yameisha, nikafuatilie mayai. Sasa jaribu kuwahi basi maana ngapa namalizia kumenya viazi. Sasa Wanangu, ndio mama. Nimewaita hapa. Kuna kitu nataka tuongee. Maisha tulionayo hapa nyumbani mnayaona. Sasa hivi nyinyi mmekuwa ni watu wazima. Inabidi mpambane tuone tunaendeshaje maisha yetu. Mimi mama yenu, maisha niliopitia ni magumu sana. Kuwalea mpaka kuona kuwafikisha hapa mlipofikia. Kwaenda nyinyi mmekuwa watu wazima. Inabidi mjitahidi angalau hata mimi mama yenu mnifute machozi. Kama wewe hapa umeshakuwa binti mkubwa. Nategemea kesho na kesho kutu niletee mchumba hapa, lakini siwezi kukuchagulia. Wewe ndio utajua ni mume gani utakayemuona ni sahihi kwako. Na wewe biashara yako na mama unapambana kwenye biashara, unabidi ujikite sana kwenye biashara, wewe bado mdogo. Sisi kama mimi najua umeenda gengeni, kumbe unaanza kurukaruka na mambo ambayo hayastahili. Wewe bado mdogo. Na wewe ni mtoto wa kiume. Watu ulionao sijui ndio marafiki zako wanaokuja nao hapa. Sikuelewi. Mkubwa sasa hapo umeanza kuzingua. Badala uongee kuhusu mabinti zako, wape elimu, unaanza kuniwaza mimi. Mimi naishi ninavyojua. Alafu sitaki kufuatiliwa. Mimi ni mama. Na nyie wote ni watoto wangu. Kwa hiyo siwezi kubagua. Nimkanye nani, nimwache nani. Sasa umeshasema mimi ni wa kiume. Mimi si ni wa kiume lakini mimi napambana ninavyojua, naishi mwenyewe ninavyoweza. Wewe Abeli wewe. Wewe na sister vipi? Unaongeaje hivyo na mama? Wewe na acha kuniwaza, mimi naishi ninavyoweza. Acheni kunifuatilia. Sasa watoto wa kiume wakoje? Hivi ndio malezi niliyomlea huyu kaka yenu kweli? Mbona nyie mmekaa hapa mmenisikiliza? Ndani ya nyumba nyingine kuna vilio. Mapenzi yamegeuka majeraha. Ahadi za ndoa zimevunjika. Usaliti umeacha mioyo imechoka. Lakini katikati ya giza na huzuni, binti bado anasimama imara. Anamlinda kaka yake kwa upendo. Halo. Samahani, naongea na nani? Unaongea na mke wake, mwenye simu umetoka kidogo. Unasema? Basi sawa, utamtafuta baadaye kirudi. Dada, nimekwambia utapiga baadaye, mwenye simu hayupo, ametoka. Wewe unaongea naye? Nishaka ukataza usuni napokea simu zangu bila idhini yangu, sawa? Sasa
Sasa mume wangu, simu imeita, wewe haupo. Kwa nini sipokee? Au siruhusi kushika simu yako? Haya, ukishajua kinachofuata ni nini? Nataka kujua kwa kuwa mimi ni mkeo, kwa sababu naye kasema na yeye pia ni mkeo. Kwa mkeo ni yupi? Mbona unanifanyia hivyo lakini? Lakini mara ngapi nimeshakwambia simu yangu haikuhusu. Juzi umepigiwa na namba 1, leo namba 3. Kwa nini sipokee simu nikajua una shida nao hivi? Nikwambie, mke wangu, najua kuwa nakupenda wewe. Ndio maana nimekuweka ndani. Haya mambo mengine acha yapite. Sawa? Kuona yule hivi niongee nini mpaka unielewe? Lakini wewe Medi, mbona uliziki? Lakini mimi ni mama ndani, sikutoshi? Sikutoshi? Umeanza kunipanda kichwani. Nazaro ni juaga. Siongee sawa sia. Yanauma, yanauma, yanauma mapenzi, yanauma, yanauma, moyo unaniuma, nihurumie, yanauma, 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 yanauma mapenzi, yanauma, yanauma, yanauma kishenzi. Wow, wow, wow.